hapo sawa? Hebu inamisha kichwa tumshukuru Mungu kwa neno. Father, we thank you in the name of Jesus kwa wokovu, msamaha wa dhambi, uponyaji wa mwili na uzima wa milele. Umetupa tena neema kuwepo katika ibada hii. Tuweze kuingia katika eneo la kusikia na kuyapokea maneno yako. Uzima wako ukiendelea kububujika ndani yetu, na zaidi ya yote uponyaji wa kila aliyoko ndani hapa, mifupa, damu na nyama na viungo vya mwili. Kila aliyoko hapa na yule aliyoko nyumbani mwenye maumivu katika mwili, naye tunatamka baraka za uzima wake, akapokee afya. Ni siku yetu ya baraka kwetu kujua kwamba Mungu umetuchagua ili tukuseme wewe kuwa ni Mwokozi na hakuna mwingine zaidi yako. Asante kwa neno lako la hekima na maarifa na ufahamu. Utujalie kuyapokea maneno haya katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru pia kwa wale wanaotusikiliza kutokea mitandao ya kijamii. Ukakutane na mahitaji yao na maisha ya kila kitu wanachokifanya kikapate kukaa katika kusudi lako. Katika jina la Yesu, amen. Tumpe Yesu makofi. Hallelujah. Shalom. Sema kwa sauti shalom. Wenye uzima shalom. Wenye afya hallelujah. Waliobarikiwa hallelujah. Aliye jirani yako ni mtu wa maana, mgeukie mwambie shalom. Hallelujah. Kwa kuwa majira yanakimbia, sasa ni saa 6 karibia saa 7. Wacha tufanye kwa haraka. Amen. Ninakusudia kuzungumza neno moja litakalokuwa limetoka kitabu cha Ufunuo 13. Ufunuo wa Yohana 13. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana 13. Nisome kuanzia mstari wa 12. Ukisoma mstari wa kwanza, kuna mtu anaitwa au kiumbe kinaitwa mnyama kikatoka katika bahari, mwenye pembe 10, vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vichwa vyake ana majina ya makufuru. Ukienda kwenye ule mstari wa 11, asema nikamwona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi. Yule wa kwanza kule anatoka katika bahari, huyu anatoka katika nchi. Naye alikuwa na pembe 2 mfano wa mwana kondoo, akanena kama joka. Alikuwa na pembe 2 mfano wa mwana kondoo, akanena kama joka. Kuna picha iko hapa, mfano wa mwana kondoo, ana pembe 2 mfano wa mwana kondoo. Naye alitumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza kutoka katika ile bahari mbele yake, naye alifanya dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza aliyetoka katika bahari, ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Naye huyo wa pili afanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu. Naye awakosesha wote wakao juu ya uso wa nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama yule wa kwanza, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama wa kutoka katika bahari, aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Akapewa huyu mnyama wa pili kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene ikaongea, na kuwafanya hao wote wasioisujudia sanamu ya mnyama wauawe. Naye awafanya wote, hii ni lugha ngumu kidogo, wadogo kwa wakubwa,
na matajiri kwa masikini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza, isipokuwa anachapa ya ile, anachapa ile. Chapa manake muhuri au nembo, yaani jina la mnyama. Hiyo nembo ina jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Hata hapo ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili na hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu, na hesabu yake ni 666. Bwana asifiwe. Huyu mnyama wa pili na wa kwanza, huyu wa kwanza alikuwa na mfano wa chui. Yule wa pili ana mfano wa mwana kondoo. Ana pembe mbili mfano wa mwana kondoo, lakini sio mwana kondoo, ila anakuja katika picha. Mwana kondoo iliyoandikwa pale ni alfabeti kubwa, akimaanisha anakuja kama Mwokozi, kama anakuja kuuletea ulimwengu wokovu. Huyu wa pili, huyu ni mtu ametoka katika nchi, ni kama anayekuja kuukomboa ulimwengu na matatizo yake. Ndio maana ya mwana kondoo. Mwana kondoo alikuja kwa ajili ya ukombozi. Amen. Kwa hiyo huyu anakuja na matumaini kwa watu, analeta matumaini kwa ulimwengu. Atauweza kuupata ulimwengu kwa njia rahisi sana. Ataonekana ana majibu ya watu wote katika ulimwengu juu ya maisha. Ndio maana nakwambia ataweka njia ya kufanya kila mtu aikubali chapa. Sio kukubali, yaani wewe mwenyewe utaiona njia iliyo rahisi kufanikiwa. Atawafanya wote wakubaliane na yeye, ili waweze kuyapata maisha kwenye biashara zao, maisha ya kila siku, kwenye daily activities, waishi, wafanikiwe, waende kupata watoto kusoma, waweze kuishi, matokeo ya maisha yao yasiwe magumu. Na hiyo njia ataifanya iwe rahisi sana, hata maskini na tajiri wataikubali. Huyu bwana ana akili nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Ana uwezo wa kufanya ishara. Na hiyo ishara anaizungumzia hapa ni moto kutoka mbinguni. Sijui huo moto ukoje. Haleluya. Uje mbele ya wanadamu. Kwa hiyo sio kwamba kitakuwa ni kitu ambacho hakionekani. Kuna kitu atakachokitengeneza katika anga, na wanadamu watakiona. Huyo atafanya ishara kubwa. Pia atatengeneza sanamu. Sasa sanamu hiyo ameizungumzia hapa ya yule mnyama wa kwanza aliyetoka katika bahari. Na hiyo sanamu ataisababisha inene, iongee. Sijui ni kikaragosi, kaina gani, kampingu, sijui ni kashaba, sijui akatengeneza kasanamu kaina gani, mimi sijui. Lakini kwa mlingano wa maisha tunaenda leo,
kwa sura ya binadamu tunayokutana nayo leo kwenye mitandao, tunaona kama kuna visanamu vinaongea, vinaitwa robot, vina akili, vina uwezo wa kufikiri kuliko binadamu. Hiyo ni jambo la ajabu. Wana uwezo wa kuyapanga mambo, kuyaamua mambo. Tayari wapo duniani hawa roboti. Tuachane na wale robot wanaotengeneza kwa kufanya michezo. Wako robot wa michezo, wako robot wa kuoa au kuolewa, wako hao. Lakini twende kwa wale ambao wako kwenye viwango vya hali ya juu zaidi. Sasa hivi nimeona robot wanaocheza mpira, soka, robot wanaocheza basketball, wanaocheza boxing. Na huwezi kuwaona kama robot tena, lakini wametengenezewa ngozi, wametengenezewa nyama, wametengenezewa uso wa mtu. Wewe mwenyewe binadamu, kama unapenda sura yako itumiwe kwa robot, unatoa sura yako, unalipwa pesa, alafu robot fulani inatembea mjini, anafanana na wewe, na watu wanajua ni wewe, na ukimsalimia anaitika. Hello. Na wazungu na waafrika wengi wameenda kuuza hizo sura, robot wanazivaa. Unakuta kabisa jamaa fulani jamaa yule nimekutana naye, kumbe sio yeye, ni robot la mtu fulani linapita mahali. Sasa wameshaenda kuingia kwenye hilo eneo. Sijui kama ndio tumefika hapo au bado. Hapo napo ni penye hekima, huku chini tumesema hapo ndipo penye hekima. Sijui kama tumeshafika kuwaona hawa jamaa tayari wanaishi, wanapumzi. Kuna mmoja nimeonyesha mpaka nikatuma kwenye status zangu. Yaani jamaa la wrestling limetokea tu, libonge la Mnyakyusa fulani hivi, likubwa, alafu watu wengine wote ni wadogo, lina hema tu, linacheka. Na watu wanalipiga picha, li jamaa limekaa hapo, likubwa, lipande la baba. Sijui lisambaa, sijui kabila gani. Ni jamaa limejaa. Linaonekana na smile, linacheka, na watu wanalisalimia. Linapita kwenye maduka, linaangalia maduka. Sasa sijui, haleluya, tutatengenezewa na marais feki duniani. Sijui. Maana mpaka sasa hivi wako marais feki duniani, wapo. Mnafikiri wameenda kwenye vikao, ni mwenyewe mheshimiwa ameenda, kumbe sio mheshimiwa, ni roboti lake limefanana naye, linaongea. Sauti yako inachukuliwa, inatengenezwa na kitu kinachoitwa artificial intelligence. Inachukuliwa kabisa voice yako, voice ile kabisa ya kwako, inaingizwa kwa hiyo roboti, anasema kabisa, ndugu zangu wananchi, tutajenga barabara. Unajua ni mtu, kumbe sio mtu. Hii dunia imeenda. Vitu ambavyo katika karne iliyopita tusingeweza kuamini hivi vitu vipo vitatokea, leo vimeshaanza kuonekana. Sijui ndio haya tunayasikia hapa, atatengeneza sanamu, atatengeneza sijui watu wataisujudia hiyo sanamu. Sasa atatengenezwa yule mnyama wa kwanza kwa sura yake, atatengenezwa ana sura pale Umoja wa Mataifa New York pale, mbele ya jengo la Umoja wa Mataifa, wameweza kutengeneza sanamu hii, iko mbele ya Umoja wa Mataifa. Hii ya huyu mnyama wa kwanza iko imekaa pale, sura la chui na pembe zake zimetengenezwa, iko kwenye jengo la Umoja wa Mataifa. Sio kificho tena, wanaonyesha wazi. Tunaenda kwenye eneo vitu vitakavyoonekana, labda uwe haupo katikati ya wale wameandikiwa hapa. Hapo ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili pekee yao ndio atajua. Kwenye mstari wa mwisho 18 anasema, huku kwenye haya matukio haya, wenye hekima na wenye akili ya kimungu ndio watakaojua. Ambaye anasema Daniel katika sura ya 12, Daniel anasema hivi, akauliza ya mambo yatakuwa lini Daniel? Kwanza ule mstari wa 8, Daniel 12. Akaambia, nenda zako Daniel, mambo haya yamefungwa na kutiwa muhuri hata siku za mwisho.
Wabaya wataendelea kuwa wabaya na kutenda mabaya, wala mtu mbaya awaye yote hataelewa. Lakini wenye hekima wataelewa, wenye hekima wataelewa. Sasa tunazungukia kwenye ulimwengu wa leo, tunaona vitu vinaanza kujidhihirisha. Yule mgunduzi alianzisha ili tukio la artificial intelligence, akili bandia. Siku hizi Kiswahili cha Tanzania sio anahitaji akili bandia. Kuna neno lake wanalihitaji. Nembo. Mimi sijui. Lakini ukichukua artificial bandia, artificial kitu sio chenyewe, kimetengenezwa kama chenyewe. Kiko kama sio lakini sio lakini ndio chenyewe, kimeshatengenezwa. Mwenye kufikiri aliyesema alitengeneza, aliulizwa, nilimsikiliza, anasema nilipewa ufunuo huo na mashetani nitengeneza akili bandia. Ni majini yamempa hiyo akili, akaingiza, na akasema ni majini, mapepo, demons. Wazungu wanasema aliens, lakini ni demons. Amefika yeye mwenyewe anasema ninajiuzulu kuwa CEO wa hii technology kwa sababu nimepata hofu. Hiki kitu nilichokisema nimekitengeneza, artificial intelligence, kimefika mahali kina uwezo mkubwa hata kumtawala mwanadamu sahihi. Mwanadamu asiweze kufanya lolote, atatawaliwa na hiki kitu. Akasema tena hata ukijaribu kukiua hakifi, kinajiua, kinajifufua. Yani ukidismantle huwezi tena, kinajitengeneza. Kama kuna wale watu walikuwa wanaangaliaga zamani sinema zinaitwa Matrix, kitu kama hicho. Yani unampiga mtu risasi, anaanguka, anayeyuka, anakuwa chuma, lakini anajirudisha tena. Huyo anajiumba, anakuwa mtu, anakuwa polisi, anakuwa mtu mwovu, anatembea. Kama tuliona ni sinema, kama tulifikiri ni mchezo, lakini kumbe hivyo vitu vipo, vilikuwa vinakuja. Tulifunguliwa kama kwenye sinema tucheke, tuliona kama kuna Robocop, kuna Police Cop, sijui Robot Cop, lakini Police Cop huyo sijui robot. Kumbe sio, wanatutania kama mchezo, wanakuja kufanyika hivyo vitu. Niliwahi kusoma intelligence ya Kiisraeli wanasema wanatengeneza askari wa kupigana vita vya mwisho. Na wapo wa vita vya Armageddon, ili Mwisraeli asiende vitani, wametengeneza robot za vita, lakini wana sura za binadamu, wanaenda vitani. Maandiko yanasema kwa kufikia kiwango hichi atawakosesha watu wote wakaao juu ya uso wa nchi. Kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, atapewa, maana yake huyu mtu mwenye uwezo wa kufanya haya mambo atawafanya wanadamu, Biblia inasema hapa, kuwakosesha kwa ishara. Sasa ishara ni matukio. Amen. Ni mambo yanayotengenezwa, yanatokea kukuonyesha hiki kulikuwa hakuna mtu anaweza, mimi nimeweza. Ndio maana tunaambiwa kwenye Agano Jipya kwamba ishara na miujiza tafuatana na wale wamwaminio. Amen. Kwamba Mungu tunayemhubiri tutamwekea mgonjwa mkono, atapata afya. Amen. Kwenye ugonjwa huo, huyu mgonjwa alikuwa lazima afe. Huyu mgonjwa alikuwa hawezi akapata tiba. Tunaelewana watu wa Mungu? Huyu mgonjwa hospitali ilishashindikana, kwa hiyo ameenda nyumbani kufa, lakini amepita mwanamke mwenye Holy Spirit, amemwekea mkono, amepona yule mtu, ameamini yule mtu, akamwekea mgonjwa mkono, akapona. Biblia inasema zile ni ishara za kimungu, ishara njema. Amen. Lakini za huyu mnyama zinakuja tofauti na za Mungu. Na usifanye mchezo kwenye wakati wa Adamu na Eva. Amen. Shetani hakuja na vita kuwapiga, hapana. Hakuwahi shetani kubeba silaha yoyote duniani kuwapiganisha Adamu na Eva wamwache Mungu.
Alikuja kwa lugha polite, kwa lugha nzuri, kwa maneno ya ushawishi, kwa lugha ya kueleweka, na wakadanganyika mwanadamu. Kwa hiyo huyu naye atatengeneza kitu kitawafanya watu. Yani unamhitaji Mungu wa nini? Sasa hivi kule Ulaya, una nchi kule Marekani, sehemu nyingine za makanisa, hawamhitaji mhubiri, hawamhitaji pastor. Wametengeneza hiyo robot kanisani, hiyo robot yenye kuongozwa na hicho chombo kinaitwa artificial intelligence, akili bandia, sio Kiswahili cha kisasa. Mimi nilikuwa najua kwa lugha ya zamani. Anasimama hapo, anafungua maandiko, na sio binadamu. Ni Wakristo mpo jamani hapo. Wanasema hawa mapasa siku hizi kazi ni kuita sadaka na chakula tu kila siku, hawana chochote, ni heri tununue roboti atuhubirie. Wanamweka madhabahu. Na anali sura la mtu, mnamchagua tena roboti mwenye sura nzuri kuliko hata Absalom. Si mnatafuta roboti yenu, mnataka sura gani? Anasimama hapo madhabahu, ana preach, na watu wanasimama wanashangilia, na wanaona Mungu anaongea, lakini ni chombo kinaongea, sio binadamu. Ipo sasa hivi nchi za Marekani. Sio kitu cha kusema itatokea, itakuwa. Leo ipo. Leo wahubiri wa leo wakikosa kumsikia Mungu kuambia neno la kuhubiri na kufundisha, wanaenda kumuuliza huyu jamaa artificial intelligence, niambie kesho nihubiri nini kuhusu sadaka. Wahubiri leo hawamuulizi Roho Mtakatifu tena akida. Hawamuulizi. Hawapigi magoti wamwambie Baba nipe chakula cha watu kesho, nikienda kusema neno lako watu wafunguliwe. Hawahitaji hiyo. Wanauliza artificial, wanamuuliza huyu jamaa nipe mahubiri ya kesho kuhusu maombi na maombezi. Na jamaa anampa maandiko, anampa na tafasiri. Hawaombi tena, wahubiri hawaombi. Hawataki kumsikiliza Roho Mtakatifu, wana kitu kinawaombea, kinawafundisha. Na artificial intelligence inawaombea. Hii dunia imeenda vipi? Watu wa Mungu, mnanisikiliza au mnaniangalia tu? Maana mnanikodolea macho mpaka najifikiri hivi, hawa watu wananisikiliza? Mnawaza wewe utakula nini, utakunywa nini? Wengine wameshafika mahali hawafikiri kula na kunywa, wanafikiria kukuteka wewe uwe mali yao, kukumiliki wewe, umwache Mungu uende nje. Mambo ya kuita kwamba kuna Mungu, itafika mahali yule kiumbe atakondolea watu. Mtakataa. Atawatengeneza huyu jamaa, huyu mnyama huyu wa kwanza. Huyu mnyama wa kwanza anatengeneza watu. Huyu aliyetoka kwenye ndani ya bahari anatengeneza manabii, anatengeneza pastors, anatengeneza walimu. Alafu wanafika wanaanza kuhubiri injili nyingine. Wanahubiri injili nyingine. Sio ile injili ambayo tumefunzwa. Sio ile injili ya Kristo ya neema. Sio ile injili ya Kristo ya wokovu. Sio ile injili Yesu ndio njia, kweli na uzima. Watakuondolea hiyo injili. Biblia inasema katika Wakorinto wa pili ile sura ya 11. Wana wa Mungu sema amen. Sura ya 11 nianze mstari wa 2, wa 3, wa 4. Labda nianze tena wa kwanza. Paulo anaongea katika hali ya kuonyesha mzigo na huzuni moyoni mwake. Laiti mngechukuliana nami katika upumbavu wangu kidogo. Naam, mchukuliane nami.
maana nawaonea wivu wa Mungu. Nawaonea wivu wa Mungu, kwa kuwa naliwaposea mume mmoja, ili nimletee Kristo bikira safi. Lakini nachelea, kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake, asije akawaharibu fikira zenu. Yule nyoka alimharibu Hawa kwa kumdanganya. Asije akawaharibu ninyi pia fikira zenu, mukauacha unyofu na usafi wa Kristo katika imani. Haleluya. Maana mstari wa 4, yeye ajaye akihubiri, kuna mtu atakaye kuja atahubiri, atafundisha, atabeba ujumbe akahubiri. Anasema atamhubiri Yesu mwingine. Hapa anazungumza ajaye na kuhubiri Yesu mwingine, ambaye sisi hatumhubiri, yule aliyekufa na kufufuka, aliye hai, aliyeketi kwenye kiti cha enzi. Kuna wengine watapinga huyo Yesu aliyekufa, na hayo maneno yapo juu ya nchi leo. Kuna watu wanapinga injili hii ya Kristo aliyekuja, aliyevaa mwili, aliyekaa katikati yetu, aliyechukua dhambi zetu msalabani, akafa, akazikwa, akafufuka, ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Wako wanaohubiri injili nyingine, sio hiyo Yesu. Wapo sahihi, wanasema hajafa. Wapo duniani huko, wanamleta huyo Yesu mwingine, anaitwa Isa. Isa sio Yesu. Halo. Wanamsema Yesu wa kwao anaitwa Isa, ndo huyo ndo wa injili. Sio kweli, huyo sio Yesu. Anatuonya Mtume Paulo, watakuja watu watahubiri habari za Yesu mwingine. Anasema kwa namna hiyo na wachelea, kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila, asija karibu fikra zenu, ufahamu wenu na akili zenu, mukaacha unyofu na usafi mliopata katika utakaso wa kuamini kuhusu Kristo. Anaendelea anasema hivi, au mkipokea roho nyingine msioipokea. Kuna Yesu mwingine, kuna roho nyingine. Kuna watu watakuja na roho nyingine, sio yule roho aliyeshuka siku ya Pentekoste, aliyemfufua Kristo kutoka kwa wafu. Sio yule roho anayesema kwamba yeye atakuwa pamoja na sisi hata ukamilifu. Kuna roho, kuna Yesu mwingine, kuna roho nyingine. Na anasema hivi, au injili nyingine msioikubali. Haleluya. Kuna injili na kuna roho na kuna Yesu mwingine. Sasa kwenye hawa matukio ya siku hizi za leo, haleluya, huyu kiumbe sahihi kutoka baharini, huyu kiumbe atakapomuinua huyu anayetoka juu ya nchi, anamuinua mtu. Haleluya. Anawainua watu wengine wanafanana kama kondoo za pembe mbili za kondoo. Watafanana na watu wenye kumhubiri Mungu kweli. Ni watu wanampenda Mungu kweli. Yawezekana kuna matumaini kwa huyu, yawezekana kuna wokovu kwa huyu, lakini ukisikiliza injili yake sio ya Yesu. Ndugu zangu, watu wa Mungu mpo? Sahi hizo injili zimejaa mtaani, zimejaa kwenye redio, zimejaa kwa TV. Injili nyingine, oh, Yesu sio mwana wa Mungu, oh, Yesu sio Mungu, Yesu ni midada, zinahubiriwa. Hawa jamaa wa Jehovah Witness wakapitiliza zaidi kabisa. Wakasema Yesu ni malaika mkuu, is the archangel. Wakaamua kabisa, wakasema Yesu ni archangel, ni malaika mkuu kwenye imani ya Jehovah Witness. Na ndio maana kila kitu anachokiandika kwenye vitabu vyao ni Jehova. Hakuna Yesu. Na hawajiiti
Wanafunzi wa Yesu hawajiiti wanamwamini Yesu, wanasema wao ni mashahidi wa Yehova. Na walivyo makini, walivyo na uwezo mkubwa, wale jamaa na uwezo. Wale jamaa na uwezo. Wana uwezo, wamewashinda walokole wengi. Wametushinda. Sitaki hata kusema hiyo maana naona itawahuzunisha. Lakini wametushinda. Wameenda mpaka kwenye machapisho ya vitabu vya Biblia vitakatifu hivyo mnavibeba mkononi. Wameenda kwenye hivyo viwanda, wametoa mamilioni ya pesa, wakaandika Mungu anaitwa Yehova, wakati kwenye vitabu vya asilia Mungu hajawahi kuitwa Yehova. Lakini hamtaelewa kwa sababu Biblia ndio mnasoma hiyo. Wameingia humo ndani wakasema pale neno Yawe ilipoandikwa Yawe, msiandike Yawe, andikeni Yehova. Wakatoa mabilioni ya dola. Wewe una hela utabebeshwa tu Biblia usome. Ukimuuliza Myahudi niandikie jina Yehova, hana uwezo kuandika neno Yehova katika maandiko ya Kiyahudi. Inaandikwa Yawe. YHWH. Halo. Na kwa nini wameingiza hivyo? Ni kwa sababu kwenye Yawe ndiko jina la Yesu ndani. Lakini kwenye Yehova huwezi kulipata jina la Yesu kwa lugha ya kibiblia. Hamna. Halo. Wamepenya, hawa jamaa binadamu wamepenya. Wameingia mpaka siku ya Pasaka, mnaita sikukuu ya Easter. Nyie wote hapa mnatumiana salamu za Easter, salamu za Easter. Na kwenye vyombo vya habari, salamu za Easter. Haiandikwi wala haitamkwi salamu za Pasaka. Hamna. Hata madhabahuni makanisani wameandika sikukuu ya Easter. Easter sio sikukuu ya Kipentekoste, sio sikukuu ya Kiyahudi. Easter ni sikukuu ya kipagani. Wamepitisha yule Easter, wamebadilisha inaitwa Easter. Ni moja ya miungu wanayoabudu ya kuzaliana. Na hiyo sikukuu ni sikukuu ya kutafuta mayai. Mayai vizi yanafichwa huko, watoto wanaenda kutafuta. Ndio wanaita sikukuu ya kuzaliana. Na tunasherehekea sikukuu ya Easter. Tunasema leo ni Easter. Sio Easter. Passover. Sikukuu ya Pasaka. Lakini angalia jinsi tulivyoingiliwa na hiyo jina Easter. Kadi zote zinaandikwa Easter, haiandikwi Pasaka. Tunaingiliwa kidogo mpaka inahubiriwa sasa injili nyingine. Inahubiriwa injili ambayo huwezi ukapata wokovu katika msalaba. Sasa yuko mwingine atawaletea wokovu. Huyo mnyama anakuja sasa na mbinu nyingine anakondoa katika Kristo. Chukulia mahubiri ya leo duniani. Chukulia mafundisho ya kila mahali leo duniani. Kama hautahubiri mafundisho ya kukemea, kujitoa, kujifungua na madhabahu na miungu kila siku, ndio hiyo utakaswe damu ya mikono, utakaswe miguu, kila mahali ni maombi na maombezi. Watu wanakimbilia kwenye hiyo injili ya toba, muamini Yesu. Hamna. Zile injili wakina Mzee Kulolo walihubiri hautazisikia leo. Hutazisikia wakina Emmanuel Lazaro walikuwa wakisimama wakisema Yesu yu hai leo. Watu wanatembea viota. Hutasikia leo. Utasikia leo kuna malango yanafunguliwa ya pesa. Watu wanakimbilia hapo. Injili nyingine inakuja na hutamsikia Yesu anahubiriwa hapo. Ni jina la mtu linatamkiwa hapo. Nabii atakutamkia. Nabii atakusemea. Nabii atakutolea matamko. Neno la nabii ni sheria ya Mungu. Neno la Mungu ndio sheria, liko kwenye kinywa cha nabii. Nabii, lakini sio Yesu tena ambaye ni neno. Injili zingine zinakuja. Na nyie wote mnazisikiliza hizo redio, na nyie wote mnapokea nayo maombi humo. Kidogo. Sintashangaa parapanda itakapolia. Tuliowatazamia tutakutana nao kule hatutawaona. Maana na wao wameingia katika upepo wa udanganyifu. Injili ya Yesu iliyokuwa inahubiriwa ya kwanza haipo. Wachache wanaohubiri leo waliopo, ukiwasikia wanahubiri, wanapigwa vita kwa habari ya huyo Yesu anayehubiriwa. Lakini ukihubiri vinyago, vitu vingine vya vituko, wewe utapendwa na kila mtu. Sasa hivi wewe ukiwa mhubiri, hebu uwe mhubiri msanii. Comedian, utakavopata watu. Mnaniangalia mtaki hata kupiga makofi leo.
Geukia jirani yako mwambie jihadhari na hawa watu. Embu tafadhali tutembee kidogo na maandiko. Sema amen, amen. Sema amen. Natamani tuingie kwenye mambo ambayo tuangalie kidogo. Tuangalie. Yuko mtume Petro au Paulo. Hebu soma Wagalatia 1. Mungu atusaidie. Huyu anayekuja na pembe mbili kama mwana kondoo, huyu jihadhari sahihi. Ameshainuka juu ya dunia. Yuko kila kona za dunia. Yupo. Wagalatia 1. Bwana Yesu asifiwe. Wagalatia 1 mstari wa 6. Wagalatia 1 mstari wa 6. Na staajabu kwa kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kugeukia injili ya namna nyingine. Hii ni last days. Wala si nyingine, lakini wapo watu wawataabishao na kutaka kuigeuza injili ya Kristo. Wanataka kuigeuza injili uokolewe katika imani. Injili ya utakaso kwa damu ya Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe. Hawataki hiyo injili sahihi. Tengeneza maisha, Yesu yuko karibu. Hawataki hiyo injili bwana. Nimesikia wahubiri tena wazuri tu wa Kitanzania wanahubiri kabisa, wanasema wanaohubiri Yesu anarudi. Hawa watu wanakudanganya, Yesu harudi. Hawa Yesu ni mwongo. Tena mwingine anasema tafuta pesa bwana, achana na mambo Yesu anarudi. Tafuta pesa. Yesu anarudi ni uongo, harudi. Sasa na watu wanashabikia, wanafurahi Yesu harudi. Ndugu yangu, tutakutwa na hiyo parapanda. Alafu kuna mwingine anasema hakuna kitu inaitwa parapanda. Parapanda hamna hiyo kitu. Ala. Tena kumbe hamna parapanda. Na maandiko yanasemaje kuna parapanda? Anasema parapanda hamna. Siku ya kufa kwako ndio parapanda yako imeingia. Huyu naye kaanza na injili nyingine. Injili nyingine. Tunasahau mbingu na nchi ziliumbwa kwa siku 6 na siku ya 7 Mungu alipumzika. Petro anasema angalieni wengine wasije wakawadanganya. Kana kwamba ile siku ya Bwana imekuwa hapo. Yamkini Mungu anavumilia ili watu wapate kutubu. Sema amen, amen. Maana siku ya Bwana kwa siku moja ni kama miaka 1000. Tunaangaliaga kile kinalo cha taa 7, tunaziangalia zile siku. Mimi pale kwenye kile cha 7 nimeonyesha sikukuu. Kile cha kwangu nimechokeka pale, nimeonyesha sikukuu. Yuko sikukuu ya Pasaka, sikukuu ya mkate usio na chachu, na sikukuu ya mzaliwa wa kwanza, na sikukuu ya Pentekoste. Katika hizo sikukuu nimezionyesha tayari Kristo alishafanyika kwenye hizo. Lakini kwenye sikukuu inayofuata hapo inaitwa ya matarumbeta, Kristo bado atatimiza. Tunaisubiri hiyo inaitwa matarumbeta ambayo Israeli waliingia Kanani. Ndio tunaingojea hiyo parapanda, tunaingojea hiyo baragumu. Malaika mkuu apige baragumu, waliolala kwenye mavumbi katika Kristo Yesu waamke kutoka mautini, waingie katika umbo lingine la uzima, na sisi tulio hai tubadilishwe twende tumlaki mawinguni. Tunaingoja hiyo, na kuna mhubiri anasema hamna hiyo. Na ana watu na wanafurahia hamna parapanda. Na nimesikia wengine kabisa hata hapa Arusha, hapa Arusha wanasema ukifa bwana unageuka kuwa mtu fulani Ulaya. Kama ulikuwa ni mwovu unageuka unakuwa mtu fulani huko porini huko. Ndorobo. Yaani wanaenda kuwa ndorobo. Hawaamini kwamba tunafufuliwa, tuna maumbo ya uzima wa milele, tukae na Kristo milele. Wanawaza wageuzwe waende wakae New York. Jamani, wazungu wako New York ni waovu kuliko mbwa wanyama. Waovu mpaka imekuwa hata hiyo Ulaya sio nzuri tena. Waovu. Alafu wanasema tutapewa miji ya huko. Na nimefika kwenye redio hapa. Redio ni kabisa. Na sio mmoja, redio hizi 2.
kwamba hakuna Yesu kurudi. Tutabadilishwa tu hapa tukifa, unaenda kuzaliwa. Kama ulikuwa mwovu sana unazaliwa nyati porini. Bwana wewe. Hebu angalia mwenzako kwamba ana sura ya nyati kweli au ana sura ya Masia. Sisi nyumba ya Abrahamu tunakwenda kunyakuliwa. Tunaenda kumwona Masihi mawinguni pale, na wingu la malaika watakatifu watakaotupokea, na jeshi la mbingu litakalotupokea, watakapotuimbia pamoja na sisi, tukirukaruka kama ndama, tukiingia kwenye ule mji. Haleluya! Sema amen. Ziko injili zingine huku, sina watu injili nyingine. Hakuna kunyakuliwa, ni injili nyingine. Yesu sio mwana wa Mungu, ni injili nyingine. Yesu sio Mungu, ni injili nyingine. Hiyo sio injili tulioandikiwa kwenye vitabu hivi. Injili tulioandikiwa, Yesu alipofufuka aliketi mkono wa kuume wa Mungu Baba, naye atakuja tena, naye atatuchukua tuende tukakae pamoja naye milele na milele na milele. Sema amen. Watapinga kwa sababu yule mnyama tayari ameshawageuza. Yule mnyama aliyotoka katika nchi ameshaingia kwenye fikira zao, ameshaharibu fahamu zao, karibu akili zao, na watafanya ishara. Biblia inasema watafanya ishara. Twende kwenye maandiko tuangalie kama wanazo ishara. Usiogope ishara zinazoonekana. Sema amen, amen. Piga kelele, sema siogopi ishara zao. Fungua Mathayo 24 mstari wa 24. Mathayo 24 mstari wa 24. Mimi siogopi ishara, siogopi miujiza. Hiyo ni vitu vipo tu, vitendeke, vifanyike, jina la Bwana libarikiwe. Lakini ishara hiyo ikifika mahali inataka kunigeuza Kristo, nisimuone, nione kitu kingine, bro, nimuone Mungu mwingine, no. Oh my God, hautanidanganya. 24 Mathayo anasema, kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu. Wanapoitwa makristo wa uongo ni yule mnyama aliyetokea katika nchi, naye ana pembe mbili kama ya mwana kondoo. Tayari anafanana. Ni Mkristo mwenzetu. Ni Mkristo mwenzetu. Sio Mkristo mwenzako anapokuja na injili nyingine. Sio mwenzako anaposema hakuna kunyakuliwa. Sio mwenzako huyo. Usimsikilize. Paulo anasema kule kwa Wathesalonike, wa Korinto wa 2:11, msiwasikilize wala msiwapokee watu aina hiyo. Siwezi fungua redio yangu nijue huyu anafikiri anamhubiri Kristo, kumbe ananigeuzia injili nyingine. Sifungui redio yangu, sifungui TV yangu, sifungui. Vijana wangu wanajua kwamba natembeaga kila mahali, waimbaji wananipa nyimbo zao, wananipa zile CD zao. Wanaimba vizuri nyimbo, unazifurahia zile nyimbo. Lakini sikiliza yale maneno, yani midundo na mchezo na uimbaji unafurahia, lakini sikiliza yale maneno, huu ni uimbaji wa Mkristo au mpagani huyu? Sasa wanajua sisikilizi nyimbo za mtu ovyo. Ndio maana na nyinyi naangalia Walawi hapo, mkinigeuzia nyimbo ya ajabu hapa, naweza kaifuta hizi iko hai. Tunahitaji tujue ile njia iliyo sahihi kimaandiko, aliyekuja kama Mwokozi, akatukomboa katika maasi yetu, akatusamehe makosa yetu, akatuweka katika uzima wake, akatulipia madeni yetu, akatuandika majina yetu katika kitabu cha uzima. Tusiletewe injili nyingine bwana. Na msije mkarekodi nyimbo yoyote nikaijua iko kwenye rekodi zenu, alafu mkaitoa kwenye video. Haki hiyo nyimbo nitaipiga vita, nitaifungulia hata kesi mahakamani. Tasema hii sio nyumba ya Abrahamu hii. Akida mtanisaidia. Etu munitungie nyimbo ambazo hazimpi Yesu heshima. Haleluya. Walishawahi kunitungia wimbo watu Mwanza.
jamaa kabisa. Wameniona, wakatunga wimbo, wakaenda studio. Mtumishi Ilonga, tunakupokea. Kaambia nyie pumbavu nyie. Mimi ni peleka huo wimbo huko. Futa huo wimbo, mnaniimbia mimi ni nani? Mimi ni nani? Nimezaliwa na mwanamke maskini, nimelelewa kimaskini duniani, nimemtafuta Mwokozi, nimempata. Tumseme yeye, tumuimbie yeye, tumwabudu yeye, tumpe sifa yeye, usinisifu. Huo ni uganga na uchawi mwingine unaoletwa kwenye madhabahu. Halo. Ndio maana mkiniona hapa, hata mtu akunibebea Biblia sitaki hapa. Maana hizo nazo ni kiburi vingine vinakuja. Viburi vya ajabu. Yaani Biblia ni yangu alafu unanibebea. Wewe ni nani wewe? Mimi naenda vitani, bunduki ushike wewe. Geukia jirani yako mwambie unaenda vitani, bunduki amebeba mwingine. Mkiniona msinibebee Biblia, nabeba yangu mwenyewe. Tunaelewana? Mniache, kwani ulinisaidia kununua? Nabeba mwenyewe. Hata mke wangu saa nyingine namwambia acha. Na usi ya kwako unabeba. Beba ya kwako. Niliona sinema moja ya hapa Taveta imetengenezwa na wazungu. Sinema Haleluya. Ilikuwa inaitwa The Ghost and the Darkness. Waingereza walikuwa wanatengeneza treni kutoka Taveta hapo. Na kulikuwa na simba wa Taveta pale, wa Voi. Simba wala watu. Hiyo historia tumesomaga hata shuleni. Waingereza walishindwa kuitengeneza ile treni na kuimaliza kwa wakati. Simba wameletwa mpaka Wamasai wenyewe. Wanajua kuwinda, wanajua simba wako. Wameambiwa na mzungu, "Huyu tumejaribu kwa bunduki, hawa simba hatuyawezi. Yanakula watu kila siku. Tusaidieni na nyinyi Wamasai." Wamekuja, wakaona simba huyo hapa. Kila Masai aliota nyayo za miguu kukimbia. Paka wakasema tena Masai kabla hajakimbia walikuwa uko na mzungu mmoja, kiongozi, professional hunter, mwenye bunduki alitoka nayo Ulaya ya kwake, aje auwe simba, akapewa bunduki na dokta nyingine. Dokta tu anatibu wanyama naye anakabunduki kake hapa ajitentee, akampa professional, chukua bunduki hii, chukua hii. Na yule professional akachukua bunduki ya mwingine, akaenda nayo. Anaenda simba huyu hapa, macho simba. Wamasai wanamwambia sasa piga. Jamaa amekoki, risasi hamna. Piga. Kelele za Masai zikasaidia. Simba akasogea pembeni. Wakamwambia, wewe, hii bunduki umebeba ya nani? Ni ya dokta. Mbia hakuna mtu anaenda vitani na silaha ya mwingine. Usitembee na imani ya mtu mwingine, tembea na ya kwako. Tembea na wewe imani uliyomwamini Yesu, ishikilie hiyo imani. Ukiona huyu anapotea, usiache, usiende na yeye, mwache ende. Tembea na imani yako uliyoipokea katika Kristo. Usiende na mkumbo wa maelfu, usikimbie na mkumbo ya nani anasema vizuri duniani. Usiende. Ibebe imani yako katika Yesu. Mzungu alitetemeka, jasho lilimteremka. Wamasai akasema, hii ni roho ya giza. Kabisa kwa Kiswahili akasema, hii ni roho ya giza hii. Wewe unabeba bunduki nyingine, umelogwa. Jamani, muda umeenda. Lakini Yesu anasema hivi, maana watatokea makristo na manabii wa uongo. Nao watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Hapa pagumu sana. Takwambia, sio lazima anasema nabii, lakini kuna mtu anaweza kukaa na wewe akajikuta anakuvuta nje ya Kristo. Anakondoa katika msimamo ulionao wa imani. Unavutwa. Kwa mfano, unaweza ukajikuta unatembea na mtu kwa ajili ya biashara, akakuondoa katika imani. Na akakuwekea tu kipande cha kamkate, ukaona anafanikiwa na huyu, jamani Mungu amemleta. Huyo ukienda naye baada ya mwaka umalizo unajikuta na wewe unazifungua za kwako kule kwenye klabu usiku. Nimekuwa na wahubiri, nimeona wanapokimbilia hiyo mpaka wanapotea, hawezi simama kwenye imani. Mimi nakwambia hivi,
Mimi ni shahidi nitakaye kuwepo katika mashahidi waaminifu. Nitaifia damu hii. Nitakufa kwenye madhabahu. Nitaihubiri kweli hata nikipigwa mawe. Nitaisema kweli wanikatae. Kanisa liondoke hili. Nitabaki mwenyewe nitasema habari za Yesu. Sijali wewe ni nani. Ondoka. Tafuta hao. Mimi siondoke, nitaihubiri injili hapa. Na siku hizi kwa bahati mbaya nina kamera hizi. Unajua ukikataa wewe kusikia watakwenda kunisikia wengine kwenye kamera zile. Maana siku hizi wengine wanataka paka wapewe maji ya nazi. Wajua wamebarikiwa. Una upako wa maji ya nazi, nenda kule pwani utaona. Nazi inavunjwa hivi, inanyanyuliwa hivi, unapewa maji, unaambiwa nenda. Upako wa maji ya nazi. Watafanya ishara kubwa na maajabu wapate kupoteza kama yamkini hata wateule. Tazama nimekwisha kuwaonya mbele. Ishara na maajabu isikusumbue. Tunaelewana watu wa Mungu? Sema amen amen. Zisikupe tabu. Kwanza nataka uwe na confidence. Uwe na ujasiri. Hata kama ni mgonjwa, hata kama una maumivu, unanyanyua mkono wako kwenye nyumba yako unasema Mungu, hujawahi kuniacha. Na huu mwili ni hekalu lako. Sitalala kwenye udongo na magonjwa haya. Ninaamini umeniponya. Unatangaza namna hiyo tu. Hata kama mchungaji wako hajakuwekea mikono miaka yote, lakini unanyanyua imani yako mwenyewe. Unasema nimekukimbilia wewe, sitaaibika milele. Wewe ni mwamba wa wokovu wangu. Wewe ni kimbilio langu na ngome yangu. Usijali. Na nakwambia hutakufa. Halo. Sema pamoja na mnyanyua mkono juu. Sema nitaishi. Na nguvu ya Mungu ndani yangu. Sintaibiwa imani nilionayo. Na hii wanasema Yesu, siku ile wanakuja watamgongea mlango, watamwambia Bwana tufungulie. Tulifanya ishara. Anamwambia siwajui. Kwa hiyo ishara sio kitu cha kutegemea. Miujiza sio kitu cha kutegemea. Hata mimi naombea watu wanapona. Hata mimi nafungua watu, lakini sina tabia ya kukutangaza wewe nimekuombea. Hutanisikia milele. Hutasikia kama mimi nafanya biashara na wewe kukutangaza nimekuombea. Kama sio mimi usingefika pale. Ukiona mtu anatangaza biashara, picha yako inawekwa kwenye matangazo, wewe umekuwa mali ya watu. Yesu alikuwa akiponya watu anamwambia usimwambie mtu. Nenda kawashuhudie wa nyumbani mwako matendo Mungu aliyokutendea. Lakini sio barabarani, jamani, njoeni, mimi ndo naponya watu wote. Haturuhusiwi kutangaza ovyo vitu kama hivi. Wewe pita barabarani, wekea watu mkono waombe. Nenda hospitali, wekea watu mkono waombe. Wakipona watakutafuta, lakini hautabadilisha majina yao kuyaweka kwenye mabango ukisema mimi, kama sio mimi usingefika hapo. Hiyo lugha ni mbaya. Hutanisikia Absalom naongea hiyo lugha maisha yangu yote. Kwamba pasipo mimi wewe usingefanikiwa, ni maombi yangu. No. Simama kwa imani yako. Mimi nimesimama hapa ni mhubiri, na ukiona na kuhubiri na kusaidia, simamia imani. Lakini ukiona na mimi nimepotoka, niache, nenda tafuta mahali pengine. Nenda na kuruhusu. Ukiniona simhubiri Yesu, nenda. Tunamtaka Yesu tu hapa. Tunamtaka Masia ainuliwe hapa. Biblia inasema akiinuliwa juu atafuta wengi. Mimi kazi yangu ni kumuinua Yesu, sio watu bwana. Wala usiniinue mimi, muinue Yesu peke yake. Tembea barabarani, mshuhudie watu, waambie Yesu amenitendea. Sio nabii amenitendea, Yesu amenifanyia. Halo. Halo. Piga makelele, sema Yesu wastahili kuzipokea sifa, heshima, utukufu na nguvu, kwa kuwa kwa damu yako uliniokoa, ulininunua, ukaniponya, ukanisamehe. Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza. Kasana kwa kanakimbia. Namaliza basi. Najua njaa inashika watu. Na watoto wanatakiwa kula. Watoto mnasijua mna njaa, lakini nimezuia njaa yenu, haitasumbuka. Na mtaenjoy hapa. Mkitoka hapa mtasikia njaa saa 10 jioni. Timotheo wa kwanza sura ya 4.
Haleluya. Sema amina. Pigia Yesu makofi mazuri. Mstari wa kwanza. Basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani, na kwa unafiki wa watu wasemao uongo, wakichoma moto dhamiri zao wenyewe, wakizuia watu wasioe na kuamuru wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipokewe kwa shukrani na walio na imani wenye kuijua hiyo kweli. Nachukua mstari wa kwanza. Watajitenga na imani wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Siku hizi kila makanisa kuna mafundisho. Unasikia njoo mumsikilize mtu alikuwa mchawi mkubwa Afrika. Ukisikia tangazo kama hilo usiende. Usiende. Maana hao jamani waongo mpaka leo. Mimi nilikuwa nakaa na shetani kiti kimoja. Tulikuwa tunapiga kanisa, tunapiga wachungaji, tunawaua. Wewe njoo nijaribu mimi. Cha kudanganya watu hapa. Unaenda kwa tesa wasiomjua Yesu, lakini njoo kwetu tuliomjua Yesu. Hutuwezi. Yesu alisema nitalijenga kanisa langu juu ya mwamba huu na milango ya kuzimu haitalishinda. Na mimi najua nimejengwa ndani ya Kristo, nimejengwa juu ya mwamba imara. Mimi ni sawa na yule mnyama anayetengeneza nyumba yake ndani ya mapango. Anaitwa nani yule mnyama tena? Pimbi. Biblia ilikuwa inamsema nani? Yule mnyama alitengeneza, tulisoma Mithali siku ile. Kuna viumbe vidogo vyenye akili sana duniani. Mmoja wapo ni mjusi, anashikana na mkuta, anakutana kwenye nyumba ya mfalme. Na huyo mwingine anajenga nyumba yake kwenye nini? Kwenye mwamba. Kiswahili wanasema pimbi. Kiswahili cha Biblia anasema nani? Mbona na nyinyi mnasahau haraka? Haleluya. Mimi nimejenga ndani, anaitwa nani? Uibaru sijui uibaru. Anajenga ndani ya nimeingia ndani ya Yesu Bwana. Haleluya. Ngoja nikwambie mimi nimeingia, nawaambia nimeingia kweli. Sio utani, nimeingia hasa. Yaani hapa wewe njoo na milioni 100 utajikuta unishawishi chochote. Unajua ninaguswa nikuletee hela, wewe uguswe lakini usiniambie habari za kumwacha Yesu. Ngoja nikupe andiko hili. Fungua Kumbukumbu ya Torati. Sijui ni Kumbukumbu ya Torati 10 na ngapi. Haleluya. Sema amen. Wenye haki sema amen. Kuna andiko liko kwenye Kumbukumbu ya Torati 13 mstari wa kwanza na wa pili. Kumbukumbu ya Torati 13 mstari wa kwanza na wa pili. Anasema mstari wa kwanza, kukizuka katikati yako nabii au mwotaji wa ndoto, akikutolea ishara au ajabu, ikatukia hiyo ishara au hiyo ajabu aliyokuambia akisema. Tunaelewana Si unaona hii lugha Kuna mtu atatoa ishara, kuna mtu atafanya maajabu, na anataka akupate kwenye ishara, akupate kwenye matukio fulani na maajabu. Akakwambia na tuifuate miungu mingine usiyoijua, tuitumikie hiyo. Mstari wa 3 anasema, wewe usiyasikilize maneno ya nabii yule au yule mwotaji wa ndoto, kwa kuwa Bwana Mungu wenu yuajaribu apate kujua kwamba mwampenda Bwana Mungu wenu kwa mioyo yenu yote na roho zenu zote. Sio tatizo, nitaona kweli unafanya ishara, lakini natega. Unanipeleka kwa nani sasa? Baada ya hiyo ishara ni Mungu yupi? Ngoja niwaambie mimi, Mungu kwangu ni Yesu. Sema amen, amen. Yaani hiyo piga ua, Yesu ndio Mungu kwangu. Kwa nini? Hapo mwanzo palikuwa hapo na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu,
naye neno alikuwa Mungu, naye neno akafanyika mwili, tukauona utukufu wake, utukufu wa mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyo aliyemfunua. Wakati wengine walikuwa wanamtaka kumuona, hawamuoni, maana alikuwa rohoni, na Mungu akiwa rohoni anashika hukumu, akiwa mwilini anasamehe. Nisikilize vizuri, Mungu akiwa roho hana msamaha. Msamaha atatoa wapi? Maana hamna damu. Damu ya msamaha iko wapi? Lakini alipojiondoa kwenye roho, akavaa mwili, akapata rehema, akaja na neema, akafungua mlango wa msamaha. Wote waliokuja kwake msamaha ulipatikana. Lakini kabla ya mwili palikuwa hamna msamaha. Ndio maana nasema agano hili nitakaloagana nao siku za mwisho ni agano jipya, nitakapowasamehe maovu yao na dhambi zao sitazikumbuka tena. Amevaa mwili. Kwa kuwa amekuja na damu. Kwa kuwa amekuja na damu iliyo bora kuliko ya Abeli. Amekuja na damu bora kuliko ya mafahali wa ng'ombe na mbuzi na kondoo. Amekuja na damu isiyo ya yule Kaini, isiyokuwa ya Abeli, isiyokuwa ya Adamu wa kwanza. Amekuja na damu yake mwenyewe. Kwa damu yake mwenyewe alitukomboa. Kwa damu yake mwenyewe alitusamehe. Kwa damu yake. Sasa akiwa roho hana damu, alipovalisha mwili, akakaa ndani ya mwili, akaitwa Yeshua, akaitwa Yesu. Tukamwona. Na alipoonekana tu hatukumuogopa. Sema amen, amen. Maana alipopata mwili tulipata mkono wa rehema, tulipata msamaha, tulipata. Akasema akamuona mtu aliyepoza ameletwa kwenye ile nyumba alipokuwamo, na palikuwa na makutano makubwa, na yule mtu alikuwa amebebwa na watu 4, hawakuweza kuingia mlangoni kwa sababu ya mkutano mkubwa wa watu. Wakabomoa dari pale alipokuwa hapo, na wakaliteremsha godoro aliyolalia. Yesu alipoiona imani yao akamwambia, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Yesu mwenyewe anatamka, maana nayo damu ya msamaha ndani, umesamehewa dhambi zako. Alafu watu waliokuwa pale, waandishi wa sheria, wakasema, mtu gani huyu anakufuru? Ni nani huyu hata aweza kusamehe dhambi? Hakuna mtu aweza kusamehe dhambi isipokuwa mmoja tu, ambaye ni Mungu. Na Yesu akawaambia, akiwasikiliza maneno ya mioyoni mwao, akaambia, mwafikiri nini mioyoni mwenu? Mbona mnafikiri hivi? Lipi jepesi kwenu, kumwambia mtu aliyepoza umesamehewa dhambi, au kumwambia jituke godoro uende zako uwe mzima? Wale jamaa wakadua hivi, msamaha unatolewa na hata uponyaji unatolewa. Ile andiko litimia, Zaburi 133, akusamehe maovu yako yote na kukuponya magonjwa yako yote na kukomboa uhai wako na kaburi. Akamwambia, sasa mpate kujua ya kwamba mwana wa Adamu anayo amri ya kusamehe dhambi duniani. Mwanangu, inuka, jitwike godoro lako, uende nyumbani kwako kwa amani. Mara yule mtu akanyanyuka ghafla, akachukua godoro. Hakuwaza godoro ni zito, hakuwaza miguu haiwezi kutembea, ni mikono yake haikuwaza kwamba inaweza kabeba. Akasikia tu nguvu imemnyanyua, akajikuta amebeba godoro, wala kuuliza mlango wa kutokea. Waliofunga mlango pale hawakuruhusu aingie, sasa hivi walifungua mlango wenyewe, akatoka, maana damu ya Yesu imeshamkomboa na msamaha nao. Piga kelele, sema amen. Huyo ndio Yesu ninayemsema. Simtaki yule Yesu anayetembea na watu wasiomuinua. Namtaka Yesu anayeinuliwa. Madhabahuni kwenye nyimbo ainuliwe, madhabahuni kwenye mahubiri ainuliwe, tukitembea tukiongea na watu Yesu ainuliwe, tukiwa masokoni Yesu ainuliwe, tukiwa manyumbani Yesu ainuliwe, tukiwa barabarani kwenye kazi Yesu ainuliwe, unaendesha gari lako Yesu ainuliwe. Sio mtu. Kwanza sitaji sifa yako. Unanisifu mimi ni nani kwako? Mimi na mke wangu nitamsifu mke wangu, maana analala mimi na nipikia na mimi. Unanisifia mimi ni nani kwako? Nisinisifie. Sema tu tuna mtumishi. Sema amen, amen. Sema pale nyumba ya Abraham tuna mtumishi, na aliye mkubwa kwa nishati awe mdogo. Huyo mdogo njoo nisalimie. Ndio maana sioni aibu kusalimiana na watoto. Wengine wananikumbatia, naona raha. Hata mwanamke wa aina gani akinisalimia naona sawa, maana mimi sina kitu cha kuweza kujizuia. Usinikaribie. Wacha wengine. Piga simu haipokelewi. Unataka kumuona mtumishi wa Mungu, una 500. Una 200 za kumuona nabii. Njoo, una pesa nione. Njoo, una shilingi nione. Hauna kazi nione. Mimi ni mtumishi, nitakutumikia. Simu yangu inapigwa mpaka saa 6 za usiku napokea. Mama mmoja ametoka Mtwara, sijui kama amekuja, aliniambia angelikuwepo kama Arusha bado. Akanitafuta Arusha. Kananiambia naomba tu baba nije Kisongo. Akamwambia niko mjini sasa hivi.
njoo hapa nione mahali fulani. Akaja, nikamwambia niko kwenye gari, akatafuta gari akaingia. Akaniambia kwanza siamini. Mimi nakuangalia kwenye TV, nakuangalia kule unavyohubiri. Alafu wewe ni mtu rahisi tu, unaweza kunisikiliza hata mimi, hata upokee simu yangu. Nikamwambia mama, mimi sio mtu yule unayefikiria. Mimi sio yule unayefikiria uje hapa na hela ndo nikusikilize. Maana nisipokusikiliza wewe nitatoa hesabu. Nisipokuhudumia wewe nitatoa hesabu. Haijalishi wewe ni maskini, wewe ni nani, mimi nitakusikiliza tu. Napigiwa simu wengine wako hospitali, naombea pale, naombea kwa raha kabisa, kwa raha. Nataka nitume sadaka, mwambie usitume kwanza, nenda kwanza kakae nyumbani uangalie afya yako. Maana wengine wanasema tuma sadaka kwanza na mtumishi wa Mungu akuombee. Mimi sitaki. Peleka sadaka yako kwanza huko. Mungu sitaki kutumikia kwa ajili ya pesa. Toa tu kwa wakati wako, lakini usinishawishi kwa ajili ya kukombea. Mimi sikuombei na hela, nakuombea bure. Natamka maneno ya imani aliyonipa kinywani mwangu ya bure. Natamka baraka ya bure. Natamka nguvu za Mungu ziende na wewe ya bure. Ndoa yako ibarikiwe bure. Watoto wako wainuliwe bure. Sihitaji sadaka. Ukipenda kutoa unatoa kwa furaha yako, lakini sio kwa kuniambia mtumishi naambatanisha na sadaka. Usiniambatanishie. Toa kwa namna yako. Pelekea hata mchungaji wako kule kwenu. Halo. Simama pale ulipo. Nyanyua mkono mmoja juu, sema Bwana Yesu, sintanyang'anywa haki yangu kwenye eneo langu la kusikia na kufahamu. Sintaondolewa katika imani kwa roho za udanganyifu. Yule mnyama hata niweza, aliye na pembe mbili za kondoo, aliyetoka katika nchi, hata niweza kwa ishara zake za ajabu. Hata niweza, hata akifanya nini, sintasikiliza sauti yake. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu awabariki. Kaa pale ulipo. Tupokee matangazo mawili matatu na kukaribisha wageni. Karibu pastor.